Kwa mnasaba huo, waumini wa dini ya Kiislamu tuna wajibu wa kumwomba Mwenyezi Mungu kwa kufanya dua, iwe kwa pamoja kama hivi tunavyofanya au mtu mmoja mmoja, ili kutafuta radhi za Mola wetu. Napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa uongozi wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA kwa kuendeleza utaratibu huu kila mwaka, na hasa katika mwaka huu ambapo nchi yetu inakabiliwa na uchaguzi mkuu, ambapo amani ina umuhimu mkubwa kabla, wakati na baada ya uchaguzi huo. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atuvushe salama katika uchaguzi unaokuja. Ndugu Waislamu na wageni waalikwa, jukumu la kuwaombea dua mashekhe, waalimu na Waislamu wenzetu walio hai na waliotangulia mbele ya haki ni miongoni mwa dalili za imani ya kweli kwa waumini. Hakika hii ni ishara njema ya kuonyesha mapenzi yetu makubwa kwao kwa mchango wao katika kuendeleza Uislamu na kupelekea ustawi katika jamii yetu. Hatua hii pia ni miongoni mwa sadaka zetu kwa waumini wenzetu, jambo ambalo vile vile tumehimizwa katika Uislamu. Kadhalika, mkusanyiko wetu wenye lengo pia la kuiombea amani nchi yetu ni miongoni mwa mikusanyiko ya kheri, kwani amani ni jambo la msingi sana kwa mustakbal wa taifa lolote lile. Hivyo ni jambo jema kuwa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania limekusanyisha hapa waumini na viongozi kutoka sehemu mbalimbali kwa madhumuni ya kuja kumwomba Mwenyezi Mungu atudumishe katika amani tulionayo, ili wananchi waishi kwa amani na nchi yetu iweze kupata maendeleo. Nami napenda kutumia fursa hii kuwasihi wananchi wenzangu, tuendelee kudumisha amani yetu tulionayo kwa ajili ya mustakabali mwema wa taifa letu kwa vizazi vya sasa na vizazi vijavyo. Ndugu Waislamu na wageni waalikwa, kwa lengo la kuleta mustakabali mwema wa taifa letu, lazima Watanzania sote tuendelee kudumisha umoja na mshikamano wetu na kujiepusha na yale yote yanayoweza kutugawa. Tunajifunza kuwa haya ni miongoni mwa maagizo ya Uislamu kama alivyotambia Mwenyezi Mungu katika aya mbalimbali za Qur'ani na kuhimizwa kupitia hadithi za mtume wetu Muhammad sallallahu